Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar yaahidi kuendelea kukuza matumizi ya lugha ya Kiswahili ili iwe moja ya fursa ya kutoa ajira ndani na nje ya Tanzania. Na katika michezo, bondia mwanamama Leila Macho atamba kumchakaza mpinzani wake Hidaya Zahoro wa Morogoro kuelekea pambano la boxing siku ya Boxing Day jijini Dar es Salaam. Habari za asubuhi watazamaji wetu. Karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari kutoka mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaanza taarifa ya habari. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kuchukua hatua na juhudi mbalimbali za kuifanya lugha ya Kiswahili iendelee kukua na kutumika nje ya mipaka ya Afrika na hatimaye iwe nyenzo ya ajira kwa watumiaji wa lugha hiyo katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Tupate taarifa zaidi. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah ameitoa kauli hii wakati akifungua kongamano la 9 la kimataifa la Kiswahili lililofanyika hapa visiwani Unguja. Ndugu washiriki wa kongamano, serikali imedhamiria pia kukuza lugha ya Kiswahili kwa kushirikiana na taasisi binafsi kufanya mashindano mbalimbali ya Kiswahili, makongamano, matamasha ya Kiswahili kama vivutio vya utalii wa kiutamaduni, kuifanya Zanzibar kuwa kitovu cha Kiswahili duniani. Aidha, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amewasisitiza wataalamu wa lugha ya Kiswahili kuitumia fursa ya uandishi wa simulizi za Kiswahili kabla ya kuandikwa na wageni. Katika kipindi cha mapinduzi ya 4 ya viwanda ambayo teknolojia inaongoza katika utafutaji wa maarifa, ni muhimu lugha ya Kiswahili iwe katika mifumo ya kidijitali, tafsiri za kiotomatiki, mitandao ya kijamii, programu jalizi na utafiti wa kisayansi. Saad Said Mbaruk ni mwenyekiti wa Baraza la Kiswahili Zanzibar. Yapo mafanikio mengine mbalimbali yanayopatikana katika Baraza la Kiswahili la Zanzibar. Miongoni mwa hayo ni kuanzishwa kwa jarida maalum la kongamano. Jarida hili linalenga kukuza utafiti, ubunifu na mawasiliano miongoni mwa wanataaluma wa Kiswahili. Washiriki wa kongamano walipitisha maadhimio 8 ambayo wanaona yatasaidia katika kukikuza Kiswahili. Tujaribu kuangalia watu wanatumia vipi Kiswahili, basi yale maneno ambayo tunaona yameshika kasi sana tuyasanifishe, na tumesema kwa kuwa leo kuna mamlaka zote za kusimamia Kiswahili kama Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki, Baraza la Kiswahili la Taifa. Nikiripoti kutoka Zanzibar, Juma Kasim wa Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima amewataka wataalamu katika sekta mbalimbali kuorodhesha miradi ya maendeleo itakayotekelezwa ndani ya siku 100. Wito huo umetolewa mkoani Morogoro wakati wa kikao cha kamati ya ushauri cha mkoa RCC, ambapo amesema miradi yote inapaswa kutekelezwa ndani ya siku hizo, inapaswa kuorodheshwa ili iweze kupelekwa serikali kuu. Kikao hiki kinafanyika ndani ya siku 100 za Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba niwahakikishie kila mmoja na miradi ambayo tumetakiwa kuitekeleza katika kipindi hiki. Tayari nimeshatoa maelekezo kwamba kila mmoja aandike miradi yake ambayo amepanga kuitekeleza kwenye siku hizi 100. Ile miradi iko na grade tofauti kwenye hii miradi ya siku 100. Kuna mingine miradi ambayo ikikamilika ataenda kuifungua hata mkuu wa mkoa, lakini tunaiweka kwenye orodha yetu. Kuna miradi mingine hata tutasema hii hadhi ya waziri, miradi mingine tutasema hii hadhi ya waziri mkuu, mingine makamu, mingine mradi huu bwana hadhi yake mwenye nchi, kwa tumpelekee mwenyewe yeye aishushe. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi waliohudhuria kikao hicho wamekuwa na imani kubwa juu ya utekelezaji wa miradi hasa inayokwama kwa muda mrefu. Kwa sisi tunachukua jambo zuri sana kwamba miradi yetu yote sasa itaorodheshwa, itakuwa inajulikana mkoa, na mkoa akijulikana kwa viazi itaweza kujulikana taifa. Ili Mheshimiwa Rais anaweza katia nguvu yake katika miradi hiyo, anapofungua anaweza kaja kutoa maelekezo zaidi. Kwa hiyo jambo ambalo lina manufaa sana. Si Morogoro vijijini, si Malinyi, si Mlimba, si Ulanga, barabara zote bado hazipitiki vizuri. Na ukiangalia ndio tunaenda kufanya kilimo, lakini msafirishaji na usafirishaji wa wale mazao inakuwa ni changamoto. Mvua zikinyesha watu wanavuna, wanashindwa kusafirisha mazao. Na nia yao kubwa ni kwamba kufungua ile njia ya kwenda Songea. Yaani wana imani kabisa njia ya kwenda Songea na ile njia ya kwenda Mlimba zikifunguka pale,
basi wao watakuwa wanafanya biashara na watalima na watakuwa tayari kwenda kuuza mazao yao Mlimba, lakini mazao yao kule na Mtumbo. Kwa hiyo ile wanaliomba siku zote katika maisha yao. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Iringa kimeitaka serikali kupitia Wizara ya Maji kuhakikisha inakamilisha haraka mradi mkubwa wa maji wa miji 28 uliopo katika halmashauri ya mji wa Mafinga wilayani Mufindi, ambao utekelezaji wake umeendelea kusuasua licha ya fedha za utekelezaji wa mradi huo unaotarajiwa kunufaisha wananchi 95,000 kutengwa. Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 48 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo mkubwa wa maji kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa maji safi na salama mjini Mafinga. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa Daudi Yasini, wakati wa ziara ya naibu waziri wa maji Mhandisi Kundo Mathew mkoani Iringa, ameiomba serikali kuhakikisha inakamilisha mradi huo mkubwa wa maji wa miji 28 ili kuongeza upatikanaji wa maji safi yaliyo salama, pia na kumaliza kabisa kero ya maji katika eneo hilo. Mradi ule ni mkubwa sana. Utakapokamilika utasaidia watu wengi sana kupata maji ya uhakika, kama ambavyo hapa Iringa mjini tunapata maji ya uhakika muda wote. Hatuna shida ya maji. Maji yanapatikana hapa vizuri kabisa bila tatizo. Kwa hiyo na ule miji 28 Mafinga, Mheshimiwa Naibu Waziri, ukitiwa uzito na ukatekelezeka ukakamilika, tunaamini kwamba wananchi watafarijika na watafurahi, na sisi Chama cha Mapinduzi ilani inapotekelezwa ndio mtaji wetu wa kuwaaminisha wananchi kwamba waendelee kutuamini. Kwa upande wake, naibu waziri wa maji Mhandisi Kundo Mathew, wakati wa ziara ya siku 2 mkoani Iringa, amesema serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imejipanga kisawa sawa kuhakikisha miradi yote ya maji ambayo bado haijakamilika inakamilishwa mapema iwezekanavyo ili kuwaongezea wananchi upatikanaji wa maji yaliyo safi na salama. Mheshimiwa Rais kwenye upande wa sekta ya maji alipatia msukumo kwa vitendo zaidi. Bajeti ya Wizara ya Maji kabla hajaingia madarakani haikuwa inazidi bilioni 200. Lakini bajeti ya kwake ya kwanza ilikuwa zaidi ya bilioni 600. Na hii ndiyo dhamira ya serikali mkoani Iringa. Sisi serikali ya mkoa wa Iringa, wananchi pamoja na watumishi, tumejizatiti kuhakikisha kwamba maono ya Mheshimiwa Rais katika sekta ya maji yanatimia na yanaleta ustawi wa wananchi. Lakini pia tumejipanga kuhakikisha kwamba tunawatengenezea mazingira bora watumishi wa idara na sekta ya maji wafanye kazi zao kwa ustawi na kuleta tija inayokusudiwa. Ziara ya naibu waziri wa maji, sisi kama jimbo la Iringa mjini tumeipokea vizuri na tunaamini ina tija kubwa sana, kwa sababu cha kwanza lazima ifahamike jimbo letu la Iringa tunapata maji kwa asilimia kubwa, lakini kuna changamoto ndogo ndogo ambazo tunaamini ujio wa naibu waziri tunakwenda kumaliza changamoto zote za wananchi. Mimi ni Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Serikali imeanza kutoa elimu juu ya matumizi sahihi ya pembejeo kwa wakulima ili kujiepusha na matumizi yasiyo sahihi na kuzitambua mbegu feki kabla ya kuanza msimu wa kilimo na kutambua matumizi sahihi ya mbolea pamoja na uhamasishaji na upimaji wa afya ya udongo. Wakati mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini ikisema yapo baadhi ya maeneo yatapata mvua nyingi na mengine mvua za wastani, serikali kupitia Wizara ya Kilimo, Idara ya Maendeleo ya Mazao inayoshughulikia masuala ya pembejeo, wameanza kutoa elimu kwa wananchi kuzibaini mbegu bora zinazoweza kuhimili ukame, hususan wakati huu wa kilimo. Baadhi ya maeneo yatapata mvua wastani na chini ya wastani. Wakulima wajiandae na msimu kwa kuchagua mbegu zinazokomaa mapema, lakini pia wajiandae kwa kuzalisha pia na baadhi ya mazao ambayo yanahimili ukame. Tunahitaji wakulima watambue wanapokwenda kununua mbegu bora, namna gani agundue kwamba hii mbegu ni yenyewe au sio halisi. Zoezi hili pia linataja litasaidia wananchi na wakulima kuhamasisha matumizi ya mbolea na kuzalisha kwa tija. Mali shambani utaipata shambani, kwa maana mali utakapoipata shambani inatokana na namna ambavyo umefuata kanuni bora za kilimo kwa kutumia mbegu zenye ubora, kwa kutumia mbolea zenye ubora, kuandaa shamba kwa wakati na kufuata ushauri wa afisa ugani. Ni tija kubwa kwa wakulima, kwa sababu wakulima wengi wamekuwa wakiuziwa mbegu isiyokuwa sahihi
ambapo inapelekea uzalishaji mdogo. Kiwapokea wataalamu hawa, mkuu wa mkoa wa Mara Kanalevas Mtambi rai anaitoa kwa wakulima, huku akiwataka kutumia elimu hiyo kuongeza uzalishaji wa tija katika mazao wanayoyalima. Wataalamu hawa watazunguka hapa kutoa elimu hiyo kwa maana ya mbegu, alafu watazungumzia masuala ya mbolea, lakini si hapo tu, watazungumza fursa mbalimbali ambazo zimewekwa wazi na bayana kwa wakulima. Sasa hivi watakupeni elimu ya namna ambavyo mashamba yenu hayo yatapimwa na kusajiliwa rasmi katika mifumo ya kiserikali. Jina langu ni Musa Makari na hii ni Channel 10. Chama cha walimu Tanzania CWT kutoka mikoa ya kanda ya kusini na mashariki SETCO wameiomba serikali kuangalia namna ya kuwapunguzia walimu majukumu ya kusimamia ujenzi wa miradi ya miundombinu ya kutolea huduma za elimu kwenye vituo vya kazi ili kuwapa nafasi ya kufundisha wanafunzi kwa lengo la kuongeza kiwango cha ufaulu. Wito umetolewa na Rais wa CWT Dr. Suleiman Ikomba wakati wa mkutano mkuu uliofanyika katika manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, ambapo viongozi 400 kutoka kanda ya kusini na mashariki wamekutana kwa lengo la kujadili changamoto za kiutumishi zinazowakabili walimu kwenye maeneo ya kazi. Ujenzi unaofanyika katika shule zetu za msingi na sekondari, kuna harufu na inaonekana wakati mwingine wazi kwamba walimu wanaosimamia, ama ni mkuu wa shule au ni mwalimu anayeshughulika na mashughuli za ujenzi, moja, wamejikuta kwanza wako busy katika jambo hilo la ujenzi. Badala yake wale wanaostahili kutoa mwongozo wa namna ya kiufundi, lakini pia wale wa ugavi wafanye kazi yao inavyostahili ili kusaidia hawa walimu wasiangukiwe na mzigo ambao hauna sababu yoyote. Kuna eneo dogo la likizo za walimu wetu. Tunajua wewe ni kiongozi unayeongoza vikao vya BMT, unakutana na viongozi wetu. Tumeendelea kuliimba kila mahali. Kwa kadri unavyokutana na wakurugenzi wetu kupitia OC zao, tunatamani ifike mahali walimu wetu wanapotoka kwenda likizo basi waweze kulipwa nauli zao za likizo kabla ya kuondoka. Akifungua mkutano wa siku 2, mkuu wa mkoa Brigedia Jenerali Hamedi Abasi amesema walimu ni nguzo ya mabadiliko ya kijamii, uchumi na kiutamaduni katika taifa. Hivyo kuna kila sababu ya kufuatilia changamoto zao na kuchukua hatua za haraka. Kwa hiyo niendelee kuwatia moyo na kuwaomba muifanye kazi hiyo bila kuchoka, huku mkiwa mnajua kabisa serikali yenu na hasa hii inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ni sikivu na iko tayari wakati wote kufanya kazi au kuyafanyia kazi yale ambayo mtayawasilisha. Viongozi waliohudhuria mkutano huo ni kutoka mkoa wa Ruvuma ambaye ni mwenyeji, Morogoro, Pwani, Lindi, Mtwara na Mara. Mikoa mingine ni Tanga, Arusha, Kilimanjaro, Singida, Manyara na Dodoma. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Rukwa, Silafu Jumbe Maufi, amewataka viongozi wa chama na serikali mkoani humo kuweka mikakati ya kuwafikia wananchi na kuelimisha umuhimu wa amani katika jamii. Akifungua kikao cha halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Rukwa mjini Sumbawanga, mwenyekiti huyo amesema, wenyeviti wenzangu wa wilaya, ninawaombeni twendeni kwenye wilaya zetu tukazungumzie amani. Twendeni kwenye wilaya zetu tukazungumzie amani. Na wao wakata waende kwenye matawi wakazungumzie amani. Na hatimaye kwa mwananchi mmoja mmoja tuirejeshe amani yetu ya Watanzania. Aidha, Maufi amewataka wazazi kukaa na watoto na kuwaelimisha umuhimu wa maadili na kudumisha amani katika kaya, kwa mtu mmoja mmoja na hata kwa marafiki. Kwa hiyo sasa tunahitajika tuwarejeshe watoto katika maadili hayo. Twendeni tukakae na watoto wetu, twendeni tukakae na vijana wetu, tukawaelimishe umuhimu na thamani ya amani. Na kuendelea kuwasihi vijana wetu na kutusisi sisi wote wananchi wa mkoa wa Rukwa kwa ajili ya kuendelea kutunza amani yetu na tunu kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Kutoka mkoani Rukwa, Wilibard Sumia, Channel 10. Serikali mkoani Tanga imetumia kiasi cha shilingi milioni 18 ndani ya mwezi mmoja kulipia wagonjwa wasio na uwezo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo
kupitia kitengo cha ustawi wa jamii, ikiwa ni hatua ya kuwahudumia na kuwajali wananchi wenye hali zote za kimaisha. Hayo yanabainika kwenye kikao cha mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani akizungumza na makundi mbalimbali ya kijamii wakiwemo vijana na wazee kwa ajili ya kueleza yanayofanywa na serikali pamoja na kusikiliza maoni walionayo ili kuweza kutatua changamoto zilizopo kwenye maeneo yao. Sisi hapa Tanga ndani ya mwezi mmoja hospitali yetu ya Bombo imetumia takriban milioni 18 kuwasaidia wale jamaa zetu ambao wanapata changamoto ya kutokuweza kulipia gharama na hivyo basi kukwamisha labda maiti au kufanya watu wasiweze kuhudumiwa. Katika mambo ambayo Wizara ya Afya inafuatilia na kuhakikisha kwamba yanafanikiwa ndani ya siku 100 ni pamoja na haya. Baadhi ya washiriki wakaeleza umuhimu wa ushirikishaji wa makundi hayo ambayo yataeneza umuhimu wa kudumisha amani kwenye jamii wanazotoka sambamba na kutumia fursa zilizopo ambazo zitawezesha kujiingizia kipato. Niombe serikali ya mkoa waone au watathmini uwepo wa kuhusisha wanachuo au wanafunzi na vijana kwa ujumla kwenye vikao ambavyo vinafanyika vya kimaendeleo ya mkoa, kwani inajenga vijana kutambua na kuthamini jitihada zinazofanywa na serikali ya Tanzania. Swala la mikopo hii 10% ya vijana, wakina mama na makundi ya walemavu tukilisimamia vizuri katika halmashauri yetu na halmashauri zingine katika mkoa wa Tanga itaweza kutoa tija na maendeleo kwa hawa vijana na haya makundi mengine. Kwa muktadha huo, hakutakuwa na nafasi ya hawa watu kuweza kuwa na ushawishi katika masuala mazima ya uchafuzi wa amani. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Na sasa ni habari za michezo ambako tunaelezwa bondia Leila Macho kutoka kambi ya Mburahati amejinasibu kwenda kumchakaza mpinzani wake Hidaya Zahoro wa Morogoro kuelekea pambano la boxing siku ya Boxing Day itakayofanyika Disemba 26 mwaka huu katika ukumbi wa Warehouse Masaki jijini Dar es Salaam. Akizungumza wakati akiendelea na maandalizi yake, Leila Macho amesema amemsikia mpinzani wake akijifariji na ndoto za mchana, ila kipigo kiko pale pale na kujinasibu kuwa yeye ni gari kubwa liloshindikana, hivyo atapigwa kwa ufundi na utaalamu wa mchezo wa ngumi siku hiyo. Maandalizi kwa ujumla yako vizuri, tunamshukuru Mungu mpaka sasa hivi afya iko poa. Hakuna shida ya aina yoyote. Tunasubiri tarehe ya pambano. Hidaya siwezi nikakudharau nikasema wewe ni mchezaji mbaya kwa sababu hata mimi nilikuwa chipukizi mpaka hapa nilikofika. Ila usidhani kama hili daraja, waliopita daraja wale wa kule wanatosha. Huku kwangu hamna daraja huko. Mama jipange. Huku vita juu ya vita, utaacha ndara ukamatiana. Kwa upande wao, wadau na mashabiki wa bondia huyo wamesema mpinzani wao rekodi imemponza, waliomtuma wamemdanganya, hivyo ajiandae kupokea kipigo cha dada jambazi siku hiyo. Bonge wa Morogoro, huko ulipofanya mazoezi. Bonge wa Morogoro, afanye mazoezi. Yaani sisi hatutaki maongezi, tunahitaji kazi nzuri ije kufanyika ulingoni. Wana misemo mingi sana, sijui mtaacha ndala. Sisi kwetu hata wahenga hawaamini. Kama sisi tunakuja bila andala, tupo juu, yani supu ya mawe. Kwa maandalizi ya Leila sasa hivi hapo vizuri na tunamalizia mwishoni, tupo sawa kwa sababu hapo katikati tulikuwa mazoezi makali sana. Hapo tukastop kidogo kama wiki moja hivi. Kwa hiyo bondia ajiandae afanye mazoezi ya kutosha. Salum Pelembo, Channel 10 Michezo. Naam, taarifa hiyo inatukamilishia taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.